Amina. Nashukuru mchungaji kwa maombi mazuri ambayo umetuombea. Sasa naamini kabisa nimkaribishe mhubiri. Tuko tayari kuanza. Mhubiri, Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, basi nikukaribishe, na wewe ukihubiri utatufungulia kamera yako, tutakuwa tunakuona kama mhubiri kwetu, lakini sisi wengine hatutafungua kamera. Asante sana. Watumishi wa Mungu, kwanza nashukuru kwa nafasi hii ambayo umenipa kuweza kushirikiana nanyi na kutafakari neno la Mungu katika siku njema ya leo. Neno letu la leo litaenda kutoka katika kitabu cha Luka mlango wa 8 mstari wa 19 mpaka wa 21 kama mlivyoona ule kwenye picha mtumishi wa Mungu Noeli aliiweka, na tutaenda kusoma. Naamini kuna baadhi yenu mtashasoma, lakini neno la Mungu kila muda na kila mahala ni jipya, basi tutaenda kusoma kwa faida yetu binafsi. Basi neno la Mungu linasema Luka mlango wa 8 mstari wa 19 mpaka wa 21. Neno linasema, wakamwendea mama yake na ndugu zake wasiweze kumkaribia kwa sababu ya mkutano. Akaletewa habari akiambiwa, mama yako na ndugu zako wamesimama nje wakitaka kuonana nawe. Akawajibu akasema, mama yangu na ndugu zangu ndio hao walisikiao neno la Mungu na kulifanya. Tutaenda kutafakari neno hili kwa kichwa cha somo kinachosema tafuta kuwa na ushirika na Mungu. Kabla tujaenda kwenye somo, unaposoma kichwa cha somo kinasema tafuta, siku zote neno tafuta, huwezi ukatafuta kitu kama unacho. Unaweza ukatafuta kitu kama umekipoteza. Unaweza ukatafuta kitu kama hauna hicho kitu, unaweza ukitafuta. Na watu wengi kwa sasa hivi wanatamani kuwa na ushirika na Mungu, lakini hawajui njia sahihi za kuwafanya wao kuwa na ushirika na Mungu. Ndio maana utashangaa mafundisho mengi ya uongo sasa hivi yameinuka, mafundisho mengine yakizidi kudanganya, lakini Biblia inatuelezea jinsi gani mwanadamu anaweza kuwa na ushirika na Mungu. Unaposoma ya Biblia kuna maeneo mengi na kuna sehemu nyingi ambazo zinaelezea jinsi ya kuwa na ushirika na Mungu, na leo tutaenda kuangalia sehemu ambayo inaelezea mojawapo ya sifa za kuwa na ushirika na Mungu. Na leo tutaenda kutafakari zaidi katika ule mstari wa 21. Hapo ndipo utakapo tafakari. Nimesoma 19 mpaka 21 ili tupate mwanga kwamba mpaka huu mstari wa 21 Yesu anafika anaongea hivi, huko juu ilikuwa kuna mazungumzo gani? Ndio maana nikasoma 19 mpaka 21, lakini tunatafakari ule mstari wa 21. Basi Biblia inasema, akawajibu akasema, mama yangu na ndugu zangu ndio hao walisikiao neno la Mungu. Jambo la kwanza ambalo linaweza kutufanya sisi kuwa na ushirika wa Mungu ni kulisikia neno la Mungu. Unaposoma katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari ule wa kwanza mpaka mstari ule wa 7, utaona pale kuna anguko la mwanadamu, na baada ya mwanadamu kuanguka tunaona kuna ule ushirika uliweza kutoweka. Unaposoma kitabu cha Mwanzo, kabla ya anguko la mwanadamu alikuwa na ushirika mzuri na Mungu, lakini tunaona mara baada tu ya mwanadamu kufanya dhambi, tunaona wanadamu wote wakawa na dhambi, na ule ushirika na Mungu
ukatoweka. Na ndio maana leo tunatafakari ni jinsi gani au ni kwa namna gani tunaweza kuwa tena na ushirika na Mungu. Na Biblia inatuambia, akasema, mama yangu na ndugu zangu ndio hao walisikiao neno la Mungu. Unapoangalia neno hapa, mama yangu na ndugu zangu, linaonesha ushirika. Ili uwe na ushirika na Yesu Kristo, ni lazima kwanza ulisikie neno la Mungu. Na ndio maana hata unaposoma ya Biblia, njia namba moja ili uweze kuokoka ni lazima kwanza usikie neno la Mungu. Na ndio maana imani siku zote huja kwa kusikia neno la Mungu. Kwa hiyo mara nyingi au mara zote tunaweza kuwa na ushirika na Mungu pale ambapo tutakuwa tunalisikia neno la Mungu katika maisha yetu. Tunaweza kuwa na ushirika na Mungu pale tunapoenda kusoma neno la Mungu ambao ni Biblia. Kwa sisi kama Wakristo, jambo ambalo kutufanya sisi tuwe na ushirika na Mungu, ni lazima kwanza tu ni watu ambao tunapenda kulisikia neno la Mungu. Hata wale ambao pia ni ambao ni wapagani, jambo naweza likawafanya wawe na ushirika na Mungu ni kulisikia neno la Mungu, kwa sababu katika kusikia neno la Mungu ndiko imani inakuja. Na unapokuwa mtu ambaye unasikia neno la Mungu, ni Mungu pia anafurahi kwa sababu umelitii neno lake. Na katika maisha ya kawaida ya mzazi na mtoto, siku zote baba anapomwelekeza mtoto kufanya jambo, baba huwa anapenda sana mtoto wake amsikilize, asikilize maelezo yake, asikilize maelekezo yake, jinsi anavyomfundisha, jinsi anavyomwelekeza. Sasa wewe fikiria, kama wewe mwanadamu unatamani au unataka usikilizwe, je, vipi kuhusiana na Mungu? Na ndivyo pia Mungu hivi zaidi kwa anatamani sisi watu ambao tumepata neema tu ni watu ambao tunapenda kusikiliza neno la Mungu. Lakini pia hata wale ambao pia hajapata neema, Mungu anatamani wasikilize neno la nani? Neno la Mungu. Kwa sababu usipolisikiliza neno la Mungu, huwezi ukajua ni kitu gani ambacho ni sahihi na kitu gani ambacho sio sahihi. Kwa kusikiliza neno la Mungu kuna kuongezea maarifa au kuna kuongezea kulijua zaidi ni mapenzi gani ya Mungu, ni kitu gani Mungu anapenda na Mungu hapendi. Na utakapojua kwamba Mungu anapenda hichi, Mungu hapendi hichi, inakusaidia au inakupa kuwa na maarifa zaidi ya Mungu, inakusaidia kuwa na maarifa zaidi ya kujua Mungu katika maisha yako. Na ndivyo hivyo pia mtoto anapozidi kumsikiliza mzazi anamwelekeza jinsi gani anapaswa kuenenda katika haya maisha, jinsi gani anatakiwa kuishi, jinsi gani anatakiwa aweze kushirikiana na watoto wenzake, jinsi gani anatakiwa kuwa na heshima. Na ndivyo hivyo pia Mungu anatuelekeza jinsi gani sisi watoto wake tumepata neema ya kumpokea yeye. Hata wale ambao bado hawajapata neema kumwamini Yesu Kristo, neno la Mungu linatuelekeza jinsi gani tunaweza kuwa na ushirika na Mungu. Unaposoma katika dictionary ya Jesus Bible, inaelezea maana ya ushirika na Mungu. Anasema ushirika na Mungu ni kujua mapenzi yake na kukubaliana na mapenzi yake. Kwa kumbe ushirika ni kujua mapenzi yake, na huwezi kujua mapenzi yake kama usikii neno la Mungu. Huwezi kujua mapenzi yake kama hausomi neno la Mungu. Na ndio maana leo hii
tunao watu wengi ambao wanaenda kwa manabii wa uongo, wanadanganywa kwamba chumvi, ukichukua chumvi ukamwagia kwenye biashara yako, biashara itafanyikiwa, na wanafanya hivyo. Lakini kwa nini wanafanya hivyo? Kwa sababu hawapendi kusikia neno la Mungu, hawapendi kusoma neno la Mungu, hawapendi kujua mapenzi ya Mungu katika maisha yao, na ndio maana inakuwa ni rahisi kwao kudanganyika. Kwa hiyo unapojua neno la Mungu, kitu ambacho kitakufanya wewe utakuwa na maarifa sahihi katika kulijua mapenzi ya Mungu. Na unapojua mapenzi ya Mungu ni sehemu au ni sifa namba moja ambayo inakufanya wewe kuwa na ushirika mzuri na Mungu. Na ndio maana hapa Yesu Kristo, wazazi wake, mama yake na ndugu zake walipokuja kutaka kuzungumza naye, watu wakamwambia Yesu Kristo kwamba mama yako anataka kuzungumza na wewe. Lakini Yesu Kristo alichowajibu kwamba ndugu zangu na namna gani? Ni watu ambao wanapenda kusikia neno la Mungu. Kumbuka hapa Yesu Kristo alikuwa anawafundisha watu walikuwa wanamsikiliza kila ambacho yeye anawafundisha. Kwa Yesu Kristo anasema ndugu zangu ni watu ambao wafanyaje? Wanapenda kulisikiliza neno la Mungu. Hao ndiyo ndugu zangu. Kwa hiyo sisi kama watoto wa Mungu, sisi kama wanadamu, tunatakiwa tu ni watu ambao tunapenda kusikiliza neno la Mungu, tunatakiwa tupende kusoma neno la Mungu. Lakini swali la kujiuliza, wewe ambaye unanisikiliza, lakini pia wewe ambayo sasa hivi unaniona, je, ni mara ngapi umetoa muda wako ukisoma neno la Mungu? Ni mara ngapi unatoa muda wako ukitafakari juu ya neno la Mungu? Yesu alisema hapa, akasema ndugu zake ni wale ambao wanapenda kulisikiliza neno la Mungu, kwa sababu kipindi hichi Biblia ilikuwa bado haijakamilika. Lakini sasa hivi tunaweza tukasema kwamba ndugu wa Yesu ni wale watu ambao wanalisoma neno la Mungu, wanatafakari neno la Mungu. Na ndugu wa Yesu ni wale pia ambao wanapenda kusikia neno la Mungu, kwa sababu unaposikia neno la Mungu ndipo unaweza kumwamini Mungu. Usiposikia neno la Mungu ni vigumu sana kumwamini Mungu, ni vigumu sana kumwamini Yesu. Na ndio maana sasa kuna mafundisho mengi ya Mungu ambayo yameingia katika kanisa na yanaliharibu kanisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawana uelewa sahihi. Na tunaona kuna watu wengi ambao wanafanya kwa sababu gani? Hawana uelewa sahihi. Kwa sisi kama wana Mungu ni lazima tuwe ni watu ambao tunatamani kusoma neno la Mungu. Unaposoma neno la Mungu unajua kumbe hichi ni dhambi. Unaposoma neno la Mungu unajua kumbe kuiba ni dhambi, kumbe kudanganya ni dhambi. Kumbe Mungu anapenda mtu mnyenyekevu. Kumbe Mungu anapenda mtu wa namna hii. Naye yote utajua kupitia kusoma neno la Mungu. Hayo yote huwezi ukayajua nje ya neno la Mungu. Hayo yote huwezi ukayajua kama kuna mtu ambaye anakushuhudia juu ya habari ya Mungu. Na ndio maana sisi watu ambao tumepata neema kumwamini Yesu Kristo, jambo ambalo tunatakiwa tulifanye katika maisha yetu ni kutafuta kuwa na ushirika na Mungu zaidi. Na ninarudia tena kusema tunakuwa na ushirika na Mungu kusoma neno la Mungu. Lakini pia jambo jingine ambalo linaweza kutufanya sisi kuwa na ushirika na Mungu ni kulifanya neno lake. Kwa namna moja akasema kulitii neno lake. Biblia hapo inasema mstari wa 21 inamalizia pale kulifanya. Mwanzo nasema, acha nianze kusoma hapo nimalizie. Akawajibu akasema, mama yangu na ndugu zangu ndio hao walisikiao neno la Mungu na kulifanya. Kumbe neno la Mungu tu
hatuishii kulisoma, hatuishii kulisikia, lakini ili tuwe na ushirika na Mungu tunatakiwa tuwe ni watu ambao tunalifanya neno la Mungu katika kitu ambacho wazazi wengi wanapenda, wanatamani watoto wao wanapowaelekeza jambo hilo, jambo ambalo wamewaelekeza watoto wao walifanye, mzazi anakuwa na furaha kwa sababu anaona mtoto wake anafanyaje, anamtii. Kwa hiyo mzazi yoyote huwa anatamani, huwa anapenda mtoto wake afanyaje, amtii. Anapomwambia mtoto wangu ishi hivi ishi hivi, mtoto akitoka hapo aende akaishi kulingana na kile ambacho amekisema. Na ndipo neno la Mungu nasema pia hapa ni hivyo hivyo pia, kwamba Mungu anatamani sisi tuwe ni watu ambao ni watendaji wa neno, tusiwe watu ambao tunaishia kusikia neno. Na hii ndio shida ya Wakristo wengi, ya watu wengi ambao wanajiita wao wenyewe kwamba ni Wakristo, wanasema tu kwamba sisi ni Wakristo, lakini ukiangalia maisha yao ni maisha kinyume kabisa na maneno yao, kwa sababu wanashindwa kutafuta kuwa na ushirika na Mungu. Maisha yao na mienendo yao ni kinyume kabisa na neno la Mungu. Lakini neno la Mungu linatuambia kwamba ili tuweze kuwa na ushirika na Mungu ni lazima kwanza tuweze kutii neno la Mungu. Kwa neno la Mungu linapotuambia hautakiwi kuiba, sisi kama watu ambao tumepata neema hiyo tunatakiwa kweli tuache kuiba. Neno la Mungu linapotuambia kwamba usiongee uongo, sio tu usikie, baada ya kusikia unaenda kufanya vitu ambavyo ni kinyume na neno. Kwa hiyo neno siku zote linapotuambia usiibe, tunatakiwa kweli tusiibe. Neno linaposema na sisi kuhusiana na maisha yetu ya dhambi, tunatakiwa tubadilike. Watu wengi leo hawatamani kuambiwa juu ya kuacha maisha ya dhambi, lakini wanatamani kuambiwa kuhusu kubarikiwa, kitu ambacho katika Biblia ni kinyume kabisa. Biblia inasema hivyo. Biblia inasema watabarikiwa wale ambao wanaishi maisha ya dhambi. Biblia inatuambia kwamba habari ambazo zinatakiwa zisemwe ni habari tu za mafanikio. Biblia inasema kwamba lazima tuwe ni watu ambao tunalishika neno la Mungu, tunalitenda neno la Mungu, na ndipo tunapofanya yote. Kuna mambo mengine yatafanyaje, yatazidishiwa. Na ndio Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote, na hayo mambo mengine yatafanyaje, yatazidishiwa, sababu Mungu anajua mahitaji yetu. Kwa hiyo kitu ambacho Biblia inasisitiza ni kutafuta kwanza kuwa na ushirika na Mungu. Na huwezi kuwa na ushirika na Mungu kama haulitii neno la Mungu. Ni kama vile tu mzazi na mtoto. Mzazi yoyote hawezi kuelewana na mtoto wake kama huyo mtoto akiwa mtii baba yake, kama akiwa mtii mama yake, mama yake akimwagiza yeye anafanya kinyume, hauwezi kuwa na ushirika. Kwa hiyo ili mtu yoyote awe na ushirika na Mungu ni lazima kwanza aweze kutii neno la Mungu. Lakini ni swali la kujiuliza mimi na wewe ambaye tulioko mahali hapa, mimi na wewe ambaye unanisikiliza, je, ni mara ngapi neno la Mungu linakuambia juu ya dhambi zako, lakini bado unaendelea kuishi maisha ya dhambi? Ni mara ngapi ambapo Biblia imekukataza kufanya jambo, lakini bado wewe umeendelea kufanya mambo ambayo neno la Mungu
limekataza. Ni mara ngapi ambayo Biblia imekushuhudia juu ya maisha yako mwenyewe kwamba acha hivi, Mungu hapendi hivi, ishi hivi? Ni mara ngapi Biblia imesema na wewe? Lakini neno la Mungu ni amini na kweli. Ukitaka kuwa na ushirika na Mungu ni lazima utii neno la Mungu. Ni lazima, sio ombi, ni lazima. Ndio tukasema ni lazima tutafute kuwa na ushirika na Mungu. Na mfano mzuri kabisa ni sisi wenyewe. Kama sisi tunatamani tukimwambia mtu atutii, na ndivyo hivyo pia Mungu anatamani zaidi kwamba tuweze kumtii yeye. Kwa hiyo katika maisha yetu, katika kila jambo ambalo tunalifanya, ni lazima, si ombi, ni lazima tuwe ni watu ambao tunalishika neno la Mungu, tunaishi kulingana na mapenzi yake. Na ndio maana unaposoma kwa mstari wa 16 mlango huu wa 8 unasema, hakuna mtu ambaye akiisha washa taa huifunika kwa chombo au kuiweka ufunguni, bali huweka juu ya kiango, ili waingiao wapate kuona nuru yake. Kwa sisi kama Wakristo ambao tumepata neema kumwamini Yesu Kristo, ni lazima watu watambue kwamba tayari tushakuwa na ushirika na Mungu. Tayari ni watu ambao tuna ushirika na Mungu, na tunaweza kudhihirisha kwa watu kwamba tuna ushirika na Mungu kwa kulishika neno la Mungu. Watu wanaweza kujua kwamba tuna ushirika kweli na Mungu kwa kuliishi neno la Mungu. Kwa hiyo siku zote katika maisha yetu, katika kila jambo ambalo tunalifanya, tuangalie, je, hili jambo ni kulingana na neno la Mungu ama ni kinyume na neno la Mungu? Ni lazima tu ni mfano mzuri mbele ya jamii. Na kitu ambacho ninafurahi sasa hivi, watu wengi, hata ukishaenda tu kanisani, hata wewe hujaokoka, ukisema tu mimi ni Mkristo, ukifanya tu mambo ya ovyo ovyo, unasema wewe ni Mkristo kweli? Wewe unaenda kanisani kweli? Mbona unafanya vitu vya namna hii? Kwa hiyo ni vigumu wewe kuishi maisha ambayo ni kinyume na Mungu, na watu wakasema kwamba huyu ni Mkristo. Ni lazima ile doubt itapatikana. Watu lazima watasema huyu kweli ni Mkristo, kwa sababu maisha ya Kikristo yanafahamika. Maisha ya Kikristo, watu wanajua kwamba Mkristo anatakiwa kuishi namna gani, jinsi gani. Kwa sisi kama Wakristo tunatakiwa kweli tutii neno la Mungu. Tukiliishi neno la Mungu, tutakuwa ni ushuhuda mzuri mbele za watu. Watu watasema kweli huyu ni Mkristo, na watu watakuwa na shauku ya kumwamini nani? Yesu Kristo. Lakini pia zaidi ya yote, watu watazidi kumtangaza na kutangaza matendo makuu ya Yesu Kristo.
Na ndio maana wale Biblia wasema mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya ni nini? Maana kuna mambo ambayo baadhi yanaondoka, na hayo mambo huwezi ukayaondoa pasipo kusoma neno la Mungu. Hayo mambo huwezi ukayaondoa pasipo kutii neno la Mungu. Mara kwanza mtu anaweza kuwa ni mwizi, unaposoma neno la Mungu kwamba usiibe, ukiacha kuiba watu wanasema kweli huyu mtu wa kwanza alikuwa yuko hivi, lakini alikuwa yuko hivi. Kwa ule inaonekana na kudhihirika mbele za watu mabadiliko. Kwa sisi ambao tumepokea neema ya kumwamini Yesu Kristo, tunatakiwa tuenende kulingana na neema ambayo tumepewa na Mungu. Ni lazima tuishi kama viumbe vipya ambavyo tumepata neema ya kumwamini nani? Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo neno siku zote, neno la Mungu linatuongoza, linatusaidia jinsi ya kuenenda katika dunia hii, katika mambo ambayo yasiyompendeza Mungu. Lakini pia neno la Mungu linatusaidia katika mambo ambayo yanayompendeza Mungu. Kwa hiyo Biblia mara nyingi inatupa mwanga sisi kujua kwamba hili ni baya na hili pia ni jema, hili linampendeza Mungu na hili pia limpendezi Mungu. Kwa hiyo tunapoenenda mbele za Mungu tunakuwa na ujasiri, kwa sababu tunajua mapenzi ya Mungu. Tunapoishi katika dunia hii tunajua kwamba Mungu anapenda hichi na Mungu hapendi hichi. Kwa hiyo sisi kama wana wa Mungu ni lazima tuenende kulingana na neno la Mungu. Ni lazima tuweze kulitii neno la Mungu. Kwa hiyo ndugu mpendwa, ambaye tumepata nafasi leo kujifunza neno la Mungu pamoja, ni lazima tujue jinsi ya kuenenda mbele za Mungu, na tunataka kujua kupitia neno lake. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi kama wana wa Mungu kuenenda mbele za Mungu, kulitii neno la Mungu, kwa sababu tutakapolitii ndipo tutakapokuwa na ushirika na Mungu. Adam pale bustani ya Eden alipoteza ushirika na Mungu kwa sababu kufanyaje? Ya kutokutii neno la Mungu. Kwa siku zote kwanza kinyume na neno la Mungu ni sababu mojawapo ya kupoteza ushirika na Mungu. Na tunaona baada ya Adam kupoteza ushirika na Mungu, Mungu aliandaa mpango ni wa ukombozi. Lakini sisi ambao tuko wakati huu tayari tumeisikia neno la Mungu, walio wengi tayari, walio wengi wamepata neema kuokoka. Basi tunatakiwa tuliishi hilo neno ambalo tumelisikia. Tunatakiwa tuenende kulingana na neno ambalo linatuelekeza. Na wale watu ambao hawajapata neema kumwamini Yesu Kristo wanatakiwa wamwamini Yesu Kristo, kwa sababu kuna hukumu katika maisha yao. Kwa ni lazima tutafute kuwa na ushirika na Mungu. Na tumesema na tumejifunza kwamba tunaweza kuwa na ushirika na Mungu, jambo la kwanza, kwa kulisikia neno la Mungu. Kwa sababu tunapolisikia neno la Mungu tunaweza kumwamini pia Yesu Kristo. Tunaposikia neno la Mungu tunaweza kuamini pia ahadi za Yesu Kristo. Lakini pia jambo jingine ambalo linatufanya sisi kuwa na ushirika na Mungu ni kulitii neno lake. Kwa tunapolisikia neno la Mungu ni lazima tulitii neno la nani? La Mungu. Tunapolitii tutakuwa na ushirika mzuri na Mungu. Kwa hiyo ndugu katika Bwana ambaye tumeweza kujifunza neno la Mungu,
Katika siku njema ya leo ni lazima ujiulize na utafakari kwamba katika maisha yako ushapata tayari neema ya kumwamini Yesu Kristo. Na kama ukisema ndiyo, nimepata neema hiyo, je, ni mara ngapi wewe umetoa muda wako, umeacha mambo yako, umekuja ulitafakari neno la Mungu, ulisoma neno la Mungu? Na kama kweli unalisoma neno la Mungu, je, unaishi kulingana na neno la Mungu? Na kama uishi kulingana na neno la Mungu, basi unatakiwa kuanzia leo uanze kuishi kulingana na neno la Mungu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu tunakushukuru kwa neema, kwa fadhili zako. Mikononi mwako tunajikabidhi Baba, kwa nguvu zetu hatuwezi. Tunaomba neema yako tusaidie Bwana, tukapate kutafuta kuwa na ushirika na wewe, ewe mfalme wa amani. Tuwapate Baba kuacha mambo yasiyostahili katika maisha yetu, tuwapate kuheshimu, tuwapate kuabudu, tuwapate kulinua jina lako katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini, amen. Amen. Mtumishi wa Mungu, tunashukuru kwa neno safi ambalo